Msemaji mkuu wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa ameongea na waandishi wa habari katika bandari ya Dar es Salaam, ambapo pamoja na mambo mengine amesema ya kwamba TRA inajiandaa kuja na mfumo ambao utazinduliwa tarehe 9 Februari mwaka huu, mfumo ambao utakuja kufanya mapinduzi ya ukusanyaji wa kodi na utaepusha watu kulalamika kubambikiwa kodi na masuala mengine mbalimbali. Mimi ni Bakari Chijumba. Serikali kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, pamoja na kuongeza ukusanyaji wa mapato baada ya kutumia njia za kitaalamu na za kisasa katika ukusanyaji wa mapato, imeamua kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 100 kuweka mfumo ambao utakuwa rafiki kwa walipa kodi wote kulipa kodi. Yale mambo ya kukutana na watu na wengine wanakuwa sio waadilifu, wanakuletea hesabu ambazo hazieleweki. Sasa tunakwenda kuwekeza kwenye mfumo ambao mlipa kodi ataweza kuweka hesabu zake, atafuatilia hesabu zake, atapata makadirio yake, atajua anastahili kulipa nini kilicho halali cha kwenda serikalini. Na mimi naomba kutoa wito, mfumo huu tunategemea tuuzindue tarehe 9 mwezi wa pili. Wafanya biashara tuupokee kwa mikono miwili. Ni mfumo mzuri na ndiko dunia iliko sasa. Mambo ya kukadiriana hesabu kwa peni na kuminyaminya kalkuleta huku tunaangalia na usoni, huyu Msigwa ni mkomeshe, huyu alinikwaza sehemu fulani nimfanyie hivi. Sasa ni mfumo, hakuna kuonewa, kila mmoja atalipa kodi kwa usawa. Uboreshaji mkubwa uliofanywa katika bandari ya Dar es Salaam umetuletea matokeo makubwa katika ukusanyaji wa mapato katika nchi yetu. Mamlaka yetu ya mapato Tanzania TRA imeongeza ukusanyaji wa mapato. Wastani wa makusanyo ya mapato hivi sasa kwa TRA kwa mwaka 2025-26 tumefikia wastani wa shilingi trilioni 3.16. Sasa mtakumbuka niliwaambia mapato yanayotokana na forodha kutoka bandari ya Dar es Salaam yamefikia zaidi ya shilingi trilioni 12.3. Mapato haya yameongezeka kutoka shilingi trilioni 7. Ongezeko hili limetokana na uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini. Lakini uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini umeongeza biashara katika nchi yetu. Na sasa mapato ya TRA katika nchi nzima yameongezeka. Naomba kuchukua nafasi hii kuwapongeza TPA na TRA. Wamekuwa ma midfield wa uchumi wa Tanzania wazuri sana, kwa sababu wao wakiteteleka uchumi wetu utateteleka, mapato yetu yatateteleka. Sasa kwa TRA ukusanyaji wa mapato ambao nimewaambia umefikia wastani wa 3.13 umeongezeka sana ikilinganishwa na miaka 5-6 iliyopita ambapo wastani ulikuwa ni kama shilingi trilioni 1.5. Sasa tumefika shilingi trilioni 3, mara mbili, zaidi ya mara mbili. Wanasema ongezeko la 107%. Haya ni mafanikio makubwa ndugu zangu wa Tanzania, na serikali inapotangaza kuchukua hatua madhubuti za kuleta matokeo makubwa, hii ndiyo maana yake. Nalizungumza kwa utuo hili kwa sababu tumekuwa na changamoto ya baadhi ya watu kupotosha hatua madhubuti ambazo zinafanywa na serikali. Serikali ni lazima iwe mbele ya muda kuangalia nini kitatokea kesho kwa manufaa ya Watanzania, na ndicho ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anakifanya. Matarajio yetu katika mwaka 2025-26 ni kukusanya mapato ya serikali yanayozidi lengo lililowekwa la kukusanya shilingi trilioni 36.06, ambapo hadi sasa tukiwa nusu ya safari ya mwaka wa fedha wa 2025-2026 tumeshakusanya shilingi trilioni 18.77, sawa na ufanisi wa 103.7. Ndiyo maana nasema sasa hivi sisi hatuzungumzi tena ukusanyaji wa mapato ya serikali wa shilingi trilioni 1.5 kwa mwezi. Tunazungumza shilingi trilioni 3.1 kwa mwezi, ambayo ni mapato makubwa na yanatuwezesha kuendesha shughuli zetu mbalimbali.